Mambo vipi? Poa. Meticulous. Ni Metri, ni kwa ufupi ni Meti. Meti. Vile niliona jina yako nikasema Meti eh? Uko salama? Yeah, niko salama. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Bado amenilinda. Kabisa. Jitambulishe kwa wadau, unaitwa nani Meti? Asante sana, majina yangu ni Metrin Nanjala Macheso. Metrin Nanjala Macheso. Kuzaliwa Metri, umezaliwa? Nimezaliwa Kitale, Trans Nzoia. Mama alikuwa anafanya shughuli gani? Dada alikuwa anafanya shughuli gani? Wazazi wangu hawakuwa na kazi specific, maana maisha nyumbani unaelewa, kuna kuuza pombe. Hiyo ndio maisha sana ilikuwa nyumbani inaendelea. Na my dad wali separate na my mom. So nimekuwa nikiishi na familia mbili. Ninakaa kidogo kwa my dad na stepmother, kidogo nakaa na my real mom na stepdad. So nimekuwa na wote walikuwa tu wale watu wa pombe, kuuza pombe hivyo tu. Hii changa ya ocha? Yeah. Na mlikuwa wangapi? Kwangu mimi peke yangu na mama yangu nimezaliwa mimi. Wewe ndio mtoto mmoja tu peke yake? Mimi tu ni mimi. Then babangu akaoa stepmother, wakati mamangu alikataa kuwa na mke mwenza, yeye akaenda. So baba akaoa mama wa kambo, akazaa naye pia mtoto mmoja wa kike. Lakini huku kwingine mali mama alienda, huko alifanikiwa na watoto 6. So shule kaanzia wapi? Shule sana sasa mama vile alitoroka na mimi nilikuwa nasoma huko na huko kwa stepdad. Huko nilisoma mpaka wakati nilifika darasa la 7 mambo ya kaza sio sawa. Maana hapo sasa nilikuwa nimeanza kuwa mkubwa, naanza kuona vituko za baba wa kambo. Ile kulipia fees, kulipia pesa za mtihani na kuwa ni shida. Kugombana kila sana mama, mpaka ninaona anaambia mama hata una asante na kulelea mtoto. Maana hapo sikuwa ninajua huyo si babangu, maana sikuwa nimejua babangu mzazi. Maana mamangu alitoroka na mimi nikiwa mdogo. So wakati nimekuwa mpaka mkubwa, ndio mama sasa wanaanza kubishana na baba, wamelewa nini, anaanza kuambia mama hata una asante nimekulelea mtoto. Lakini hiyo kitu nilikuwa nikisikia kwa familia hiyo ya baba, wakianza kusema wewe unatesekea hapa na hata kwenyu hakuna mtoto. So ningeshindwa kuuliza mama, maana mama alikuwa ananikonfisa kuniambia huyu ndio baba. Lakini hayo maneno yenye baba alikuwa akiongea, ndiye alianza kuanza mimi naanza kufikiria kumbe na maana watu wanasema hivi huyu si baba yangu. Ndio hata kulipa pesa ya mtihani ilikuwa shida, hata tu mwenyewe ya kunyoa. Na hiyo ndio ilisababisha mpaka masomo yangu nikaachia hapo, kwa sababu kukuwa na uwezo juu lazima wauze pombe na kuna watoto wamefuatana wadogo mamangu wamezaa wenye wananifuata nyuma. So hana kitu ilifanyia niache shule. Kuna kijana nilipatana naye na hiyo harakati ilikuwa nafaa nifanye mtihani ya kufunga ndio niende darasa la 8 na ilikuwa sijalipa pesa ya mtihani. So nikaenda nikapatana, kuna kijana tulikuwa tunashiriki naye church mmoja, hizo ma youth Sunday school hivyo. Nikaambiwa kijana na alikuwa akinifuatafuata hapo, sikuwa najua mambo ya wanaume. So nikaenda nikamwambia jua kuna kinyozi na pia nimeambiwa nisiende shule Monday kama niko na nywele. Kajaribu nikamwambia uninyoe nywele alafu unanisaidia na 100 nende nilipe exam. Weekend nikienda kibarua nitakurudisha juko kwetu Ushago. Kuna msimu wa kupalilia, msimu wa kufuna. So unaenda unapata pesa kidogo unapeana. Huyo kijana na yeye alidisappoint. Ananiambia nimekuwa nikikufuata kwa muda mrefu na kama unataka nikusaidie enda maybe ukubali kulala na mimi, alafu nitakupatia vitu zote zenye unataka. Na juu kwa kweli ilikuwa ni Monday inafaa nifanye mtihani na nilikuwa natamani sana pia mimi nifanye mtihani wa KCP. Nilikubali maana sikuwa najua maybe utalala na mwanaume mara ya kwanza na nipate ujauzito. Hivyo ndo nilikutana na mwanaume mara hiyo ya kwanza hapo tu kwa kinyozi na nikapata ujauzito, kwa sababu ulilala hapo kwa kinyozi ambapo ulienda hapo tu kwa kinyozi. Na nikapata, na hapo akanipatia pesa na akaninyoa nikakuja. Mchana? Kwani hakuwa na wateja? Si aliangusha tu pazia hivyo tukinyozi ka Ushago center leo vile kanakuwa. So hivyo tu na mimi nikatoka, akanipatia pesa nikakuja home. Monday nikaenda nikalipa mtihani na nikafanya mtihani. So nilipokaa kama miezi 2 tunakaribia kufungua, nikajikuta niko na ujauzito. Na kulingana na hali ya nyumbani, ule babangu alikuwa mkali sana, maana ilikuwa nikikosa makosa kidogo alikuwa ananipiga hata mpaka unakanyagiwa chini na gambut. Alikuwa mbaya sana. So ikafika mahali
nikatoka. Sasa kuna mtu aliona nikipigwa hivyo juu mama amejua niko mjamzito. Sasa wananilazimisha niseme nani alinipea ujauzito. Na singetaka kusema ni nani alinipea ujauzito, maana alikuwa ni mtoto wa pasta na mamangu tulikuwa tunaenda hiyo kanisa. So sikuwa nataka hiyo jina ya mchungaji haribike nini mtoto wake. So mimi niliamua kutoroka. Kuna mtu alikuwa anajua babangu mzazi. So hiyo mtu ndiye akanichukua akanipeleka kwa babangu. Babangu pia alikuwa ananitamani sana, lakini muda kunifikia mamangu alikuwa anamzuilia. So nilipofika huko nikaelezea babangu vizuri vile niko na ujauzito, sitaendelea na masomo. Babangu akaniambia sasa itabidi ningoje uzae alafu urudi shule. Tukaendelea hivyo. Sasa nimeacha mamangu mzazi. Sasa hiyo tu Kitale tu, kuna maeria tu saidi za maili 7 na huku ni Kiungani Kiminini. So nikarudi saidi za Kiminini kwa babangu mzazi. Nikaanza huko pia nikapata stepmother. Stepmother alinikaribisha vizuri sana mpaka nikahisi upendo wake. Alinilea nikiwa na hiyo mimba. Sistangu mwenye nilimpata pia tulikuwa tunafuatana tu. Hakuwa tumachana sana. Pia alikuwa mzuri, alikanikaribisha nikavaa nguo zake, tuliendelea vizuri. Ule mama akanilea. Na sikuwa ninajua hiyo stepmother alikuwa mzuri wakati babangu alikuwa hai. Maana ilikuwa mpaka tunashonesha nguo zenye zinafanana, mpaka nikazaa kaanza kunilelea mtoto. So wakati mtoto wangu alifikisha 3 years, nikasema mimi siwezi nikirudi shule, maana majukumu hapa nyumbani. Mama huko pia na stepmother alikuwa anauza pombe. Juu singeweza kwenda shule tena mtoto hapo. Nikamwambia mnaweza nilelea mtoto mimi nene nitafutie kibarua. Hapo ndo nilitafuta kazi Nakuru. Kuna wasichana walikuwa wanakujanga ushago wameng'ara, naambia umetoka kazi, nikaambiwa nitafutie connection. Nikapata kazi Nakuru ya nyumba. So wakati nilikuja Nakuru nikakaa kidogo nasikia nyumbani babangu ameanza kugonjeka. Babangu mzazi. Babangu alipoanza kugonjeka nikaenda kumuona kidogo, nakuja kidogo naambiwa tena mgonjwa, natuma pesa. Nikakuja hiyo kazi babangu akawa anasisitiza, ananiambia msichana wangu siku moja utakuwa unakuja kwa hii boma na wageni wako kutoka Nairobi, watu wanataka kutembelea na nyumba ni ndogo. Tunaweza fanya aje hii nyumba ikuwe kubwa? Kwa kweli nilijituma na kazi ya house girl kwa miaka 2 mpaka nikajengea babangu nyumba ya matope tu, at least ikakuwa ni nyumba kubwa. Na sikuwa najua babangu ananisisitiza nijenge nyumba, kumbe alikuwa anakufa. Ni mtu alikuwa anatembea kigonjeka, alikuwa na kidney failure. So alikuwa anatembeanga tu na akiwa mgonjwa. Saa time yenye aliingia kwa hiyo nyumba, hata kumaliza mwezi mmoja kwa hiyo nyumba, nikapigiwa simu baba kwa hali mbaya. Wakati nilipigiwa baba kwa hali mbaya nikarudi nyumbani. Nirudi nyumbani nikampeleka hospitali, na hivyo ndio vile babangu mzazi alikufa. Wakati babangu mzazi alikufa, sasa life ya stepmother ikakuwa ngumu sasa upande wangu. Nikaamua nioleke. Kuna kijana tukapatana naye kwa center yetu tu. Jumadharau mama alikuwa ameanza kunionyesha. Stepmama. Yes, stepmama sasa alikuwa amenionyesha. So nikachukua mtoto nikapelekea mamangu mzazi, tena nikarudi huko kwa mamangu mzazi. Nikampelekea na mimi nikaenda nikaoleka. Juu nilikuwa nimevunjika moyo. Sasa nasema sasa baba nitume nimjengee nyumba tena akufe, hata siwezi enda kufanya kazi tena. Kapatana na kijana tu kwa movie. Hiyo kijana tulipoenda kwa akali nipeleke area yenye sijui. So huyo kijana kumbe alikuwa anania kunioa. Akaniambia Jumi, umefika hapa, mimi nimeamua kukoa, saki nikutumie na nikuache. Na nilipata huyo kijana hapo anakunywa pombe. Nilipoishi na huyo kijana tukamaliza kama miezi 7. Nikapata ujauzito wake. Nikapata mtoto. Wakati alijua niko na mimba nimefikisha miezi 2, akaanza kuja analewa. Na huko mamangu pia wanapigana na stepfather yangu. Nikatoroka, akaniambia kuja chukua mtoto, babako anataka kumwambia mwanaume alikupatia hii mimba, anataka kumweka ndani. Nikarudi huko nikaenda nikachukua mtoto wangu nikarudishia stepmother. Stepmother nikamrudishia kijana wangu, akaanza kuniangalilia. Huyo kijana walinioa akaanza kukua, sasa ni vita. Ngangana vita, kupigana nini. Kidogo nikapigiwa simu, nikakaa naye nikaendelea, mimba ikafika miezi 3, nikapigiwa simu. Mamangu kwanza hata sikwambia ni mgonjwa. Nakumbuka kuna simu tu nilipata, akaniambia tumekutafuta sana, kuja usaini mamako aingie mochari. Nikashindwa, mama sijaambiwa ni mgonjwa. Juzi tu ndio nimeenda nikachukua mtoto, inakuwa aje kwa mochari. Hapo hiyo area nilikuwa nimeoleka kulikuwa na nyumba 10.
So walinichangia haraka, mmoja akajitolea wakanipeleka huko mpaka mochari. Kweli kufika huko ni mamangu. Nikauliza shida ni nini, akaniambia wametuletea huyu mgonjwa akiwa alimbaya kabisa. Alikuwa ameuliza watoto masista zangu. Sasa ananiambia mama alipigana na baba jana, alikuja amelewa. Sasa huyo baba alimpiga na akamkanyaga. Vile alikuwa akinipiga mimi tu kitambo hivyo, ananikanyaga na gambut hivyo, ndo alipiga mamangu na kuna mshipa fulani ilikatika na wakachelewa kumkimbisha hospitali. Alimkanyaga na gambut na hivyo ndio vile mamangu alifika. Ukikuwa too late, hivyo ndio mamangu alikufa. So nikabaki hapo, sina wazazi wangu wote real. Sasa hapa niko na step mother na niko na step dad. Although familia ilitaka kumweka ndani, maana ilikuwa wazi amepiga mama, amemuua. Lakini sasa mimi niliangalia wale watoto mamangu ameacha ni wengi na ni wadogo, na life yenye mimi niko singeweza kulea watoto. Ilibidi niache. Nikaambia maangos waachilie hiyo kesi, huyu mzee mwenyewe alee watoto wake. Kweli walinisikia na walimwachilia. Kafanya mambo ya burial, tukamaliza, mwenyewe akazika mke wake, kaacha huko watoto. Niliporudi nyumbani sasa kwangu, ule mwanaume akaanza sasa na yeye kunipiga. Sasa nikasema mamangu alikuwa mlevi, baba alikuwa mlevi na ameuliwa kwa ajili ya kukunywa pombe hii ulevi. Huyu mwanaume mwenye nimemuelekea kwa anakunywa pombe, saizi ameanza kukunywa pombe. Tena mimi nipigwe niuliwe kama mamangu. Mimi niliacha hiyo ndoa maana ilikuwa ya vita. Nakumbuka akinipiga mwanzo nilijikuta mpaka nimepelekwa nyumbani. Sikuwa na fahamu yoyote. Mimi vile nilifuata fahamu niko nyumbani, kumbe watu walinirogota tu wakaniweka kwa pikipiki, wanajua kwetu, wakanipeleka. Nilipoamka nikasema sirudi kwa hiyo ndoa tena, maana nitauliwa kama mamangu alivyouliwa. Asubuhi tu step madangu alipotoka, amerudi jioni amelewa. Alisimama na kaniambia hataki kulea mizigo mbili. Hapo niko na mimba miezi 4 na niko na kijana. Sasa nikashindwa ndenda wapi. Hiyo familia nilienda kama niko mtu mkubwa, mpaka nimeenda na ball. Sasa ile ulitengwa, hata watu wakutambui makazi na wakwejui. Sasa nashindwa nitaenda kwa nane. Nashukuru Mungu wakati huyo mamangu alinifukuza, nikatoka kwa barabara hivi inapita. Sasa nashindwa hapo nitaenda wapi. Mamangu kameuliwa huko, sina mtu tena. Nitaenda wapi? Bahati mzuri anti yangu alikuwa anapita na anatoka kwa pombe. Anti yangu ndiye alinirogota, sister mama ya babangu. Yeye ndiye aliniogota kwa barabara, anipeleka. Huwa sometimes kifua inanisumbua wakati wa baridi. Sasa nilikuwa nimebanwa. Sasa anti yangu akanichukua, nikajikuta niko kwake. Alipoita mandugu za baba awaelezee yale amenipata, au alimwambia tu kaa na yeye tutakuwa tunakushughulikia. Lakini hakuna mtu aliyesimama akasaidia anti yangu. Niliendelea kukaa na anti yangu mpaka nikajifungua. Nikiwa na anti yangu nikajifungua mtoto wa kike. Nilipokaa watoto wa anti yangu walikuwa wazuri, maana anti yangu pia ni mjane, alikuwa anategemea watoto wake wenye wameolewa hapo wanampatia kitu ndio anakula, ndio pia mimi nipate. Nikamwambia anti, naomba unilelee huyu mtoto, mimi nitafute kazi niende. Juu siwezi kukaa nikingojea nilishwe na watoto wako. Tukakubaliana na anti, lakini wasichana wake wakasema labda mtoto mkubwa peke yake ndio tutakuachilia, baki hapa juu anaenda shule, lakini msichana anatembea naye. Sasa ninakuja Nairobi area mgeni sijui, lakini nashukuru Mungu nilikuja tu na huyo mtoto wangu. Hiyo kazi nilikuwa nimeitiwa. Sikuwa najua ni kazi ya kujiuza huko Mlolongo. So ule beshta akaniambia mtoto tutakuwa tunampeleka daycare, alafu jioni nitakupeleka mahali kuna mama anachukua wasichana wa kazi. Mimi nikiwa najua ni kazi ya nyumba. Kufika hapo jioni naambiwa ni manguo yenye napewa huko, unafika kuna manguo unapewa za kuvaa. So kumbe sikuwa najua ni kazi ya kujiuza, na juu sikuwa na kitu cha kufanya. Nilivumilia na hiyo siku, na sijui ni kwa nini hiyo siku yenyewe nilifanya hiyo kazi hakuna mteja mimi nilipata. Kwa sababu nilikuwa ninalia nikiambia Mungu, wazazi wangu wangelikuwa hai na wakuwe wote wako pamoja, huenda singeyapitia haya napitia, na huenda hata singekuwa na hizo watoto, huenda ningekuwa bado shule. Mungu usiruhusu hii hali nipate. So ilipofika huyo mama akaanza kuwa mkali, akasema hataki kuniona hapo kesho maana hakuna kitu yoyote mimi nimefanya. Kufika huko msana pia akanikataa, akaniambia sasa hakuna vile tutaishi na wewe. So ile harakati nikatoka huko, kuna anti yangu hapo Mombasa Road, nikamwambia anti mimi nakuja. Before nifike kwa anti yangu kuna crusade ilikuwa wananene. Hiyo crusade hiyo pasta alikuwa anahubiri, na nikawa naona hiyo mahubiri alikuwa anaguza moyo wangu. Ananiambia hata kama umetengwa, hata kama umekataliwa, bado kuna hope.
ya maisha. Nikataka kujua, juu nilikuwa nataka hata nijinyonge, niende gari nigonge, juu stress yenye niko nayo, naenda wapi na mtoto na kuna mwingine nyumbani nafaa nishughulikie. So wakati nilienda nikashare na huyo pasta na akaniombea. Na akaniambia sasa unakaa wapi? Nikamwambia mimi hata sina pa kuenda. Nimekuwa tu natembea tu. Na mtoto naambia yeye, nikamwelezea life yangu kidogo, akaita mshirika wake mmoja. Akamwambia sasa itabidi ukae na huyu dada kwa muda mfupi, kama baada anatafuta kazi utajua. Kweli walikuwa wazuri, kanikaribisha kanisani kwao Kibera. Sasa tukaendelea hiyo kanisa, nikaanza kufika sasa mahali mpaka nikaanza kumjua Mungu. Nikaanza kusavu, nikapata sasa kibarua za kufua zikakuwa mingi, naenda huko Lang'ata, naenda Ngong Road, hizo ma connection nikaanza kufuafua, nikajikuta naweza rendisha nyumba ya 1500. Na hiyo nyumba nilikuwa naenda Katwekera, huko ndo kulikuwa hizo nyumba cheap. So nikaanza hapo kupata, naenda mtoto namweka daycare, na kuja hivyo pole pole nikangangana mpaka nikakuja nikapanda kwa nyumba ya 2500. Sasa hapo kidogo nimerudi sasa Kibera huko juu, sasa at least si uko ndani kwa pombe. Na bado nilikuwa naendelea na kazi ya kanisa, ninaanza kufika mahali mpaka nikajua kuomba, juu sikuwa ninajua. Nikaanza kuimba mpaka ninaweza serve kanisani. Nikaona kumbe ukipenda Mungu hivi ndio maisha yanaweza kuwa mazuri. Hapo nikakuja nikapata simu ya touch. Sasa hapa mimi nikajua hope ya ile ya kuteseka sana vile nilikuwa, at least hata kama naishi kwa nyumba ya matope ya mabati niko sawa. Sasa naona kuna hope ya maisha. Nikapata simu ya touch, nilikuwa nalipia pole. Hizi simu zalipa mdogo mdogo. Hiyo nakumbuka nilikuwa nalipa 50 bob per day. So ile nilikuwa najua nikienda kibarua nikipata 300 niweke 100 ya rent, alafu daycare nilipe, alafu ninunue kama sukuma nilipe simu. So nilikuwa nimejipanga hivyo, bora ni make sure mtoto pia nyumbani natuma kitu. So nikaendelea hivyo, nikakuja nikapata kuna mwanaume. Sasa hapo sikukuwa na mtu yoyote uhusiano yote. Nimekuja Nairobi, nimekaa karibu mwaka moja sina mwanaume yoyote. Maana nimefocus kulea mtoto na ule. So wakati nilifika kanisani na mwanaume akajitokeza kwa online, alikuwa ananitumia friend request na akataa. Tumia na ndoto yangu kutoka kitambo, nilikuwa natamani kuolewa na askari. So nilikuwa nikiona mavazi yake na ignore, nikasema acha tu ni request, ni mu-accept, niona anataka aje. Nilipo accept akaanza kutuma message akiniambia yeye amekuwa anatafuta mwanamke, na vile huwa anaona nikipost vitu zangu za church vile naimba amenipenda. Nijua yeye alikuwa anataka mwanamke mwenye anajua Mungu. Nikaanza kusema hivi ndio life ukua kama uko kanisani. Ukishajua Mungu, final Mungu ameniletea mtu na ananiletea mtu mwenye ndoto zangu zilikuwa zinataka ni askari na tena ni mtu anapenda Mungu. Nikamwambia okay. Juu hapo sasa nilikuwa sina boyfriend yoyote, sasa ilibidi niingie box yake. Nikamwambia sawa, nimekukubalia. Hapo ndo life yangu sasa ilianza part 2 ya pain tena. Yeye alikuwa naishi wapi? Huyo mwanaume nikipatana na yeye alikuwa anakaa Embakasi. Na kambi. Ulikuwa unakaa Kibera? Nilikuwa tunakaa Kibera. Yeye alikuwa kwa kambi? Okay. So hapo akaniambia yeye ni mwanajeshi na anatoka side za Nangili uko maili 9. Na yeye akaniambia pia ni Muluya. Lakini hataki girlfriend, anataka mwanamke mwenye ako married. Nikamwambia mimi nina watoto 2. Akaniambia mimi sina shida, kwanza mimi nataka nikuoe na hawa watoto wote. Na kulingana na life yenye nimekuwa, niliona ni kama Mungu amenipea huyo mwanaume. Niliamua kumkubalia. Na akaniambia unaenda, mimi sitaki nikuoe hivi maana nimeona kazi yenye unafanya kanisani. Nataka nikuje mpaka ni meet na pastor wako. Nikasema acha tuendelee kujuana, ndio ufike enda kuja. Hapa kuwa anakuja hata akinitembelea. Tulikuwa tunapatana sana town, tunaenda Kidurai. Hivyo tu Kidurai 45 huko ndio tulikuwa nakutana sana na yeye kwa mabash. Hivyo unaweza pata labda enda party day ya mwenzao, kwa nakutana hivyo. Nakumbuka nilienda kwa kambi karibu mara 3. Lakini hiyo nyumba walikuwa wanakaa wanaume 3 hapo. So nilikuwa ninaenda tu hiyo cleaning na rudi. So tuko tumepatana naye hata kimwili nini tulikuwa tunaongea tu. So nilikuwa huyu mtu mwenye hata nilazimishi aniambie mambo ya love tulalishane. Mimi nilikuwa naona is a good guy. Hakuwa after ngono kabisa. Hakuwa ananionyesha anything. So tulikuwa tunakooperate tu vizuri. Sasa ikafika time akaniambia mimi karibu muda wangu wa kupewa transfer ya kuenda Isiolo inataka kufika. So mimi nataka ni kuoe.
Nikaambia so mtaka kunioa kwa njia gani? Tuombewe ama tuende mpaka juu? Niko na aunti yangu ushago mwenye amenilea ndio kama baba kama mama, na pia niko na pastor wangu hapa, naomba ujuane na wao. Huyo mwanaume hakukataa. Kitu ya kwanza tulianza tukaenda tukaona aunti yangu. Lakini kuna penye alini challenge kidogo, aliniambia kwa mila yao kama hujaoa kwa hiyo boma hauwezi ingia kwa nyumba. So walionania na aunti yangu kwa barabara. Aunti yangu naye akamwona vile yako, na aunti yangu akaona ile life yenye nimeteseka, nimepitia. Akaniambia yeye anaturuhusu tuoane. Tukakuja tukakaa kidogo, akaniambia nimpeleke kwa pastor. Alikuja siku ya Jumapili kanisani. Kuja kanisani akaintroducewa vizuri. Wakati pastor akanisimamisha mimi na yeye mbele. Mwenyewe akatoa shuhuda akasema yeye ndio bwana mtarajiwa wa Metri. Mbele ya watu. Kanisa mzima ni Sunday service. Watu wakaanza kushangilia, maana watu wengi hapo walikuwa wameona life yenye nilikuwa napitia. Nilikuwa yani life ngumu, wewe unaelewa yenye najaribu kusema. Watu walikuona ile nyakati ulikuja hapo kama una anything. Sawa, vile waliona life yenye niliingia hapo vile nilikuwa hata sikuwa najua kuvaa, yani niko tu. So wakaanza kuona kumbe msana alikuwa anakuja kanisani, naenda naosha church, naomba nini, Mungu amempatia mwanaume. So wakawa hiyo kushangilia. Pia mwanaume alikuwa mzuri mpaka kanunulia church mzima soda. Kila mtu akakunywa soda, akaonana na pastor wangu. Akasema sasa mimi nataka hii, tukitoka hapa tumeshaonana, nataka tuende tupangilie mambo. Saki harusi kubwa, ile nataka nimchukue kwa heshima. Kwa heshima, akasema hiyo heshima nataka at least ikuwe harusi ndogo, isikuwe ile kubwa. Pastor akasema mikakati zote muende muelewane na familia za harusi. Watu wakaanza kuniambia if Metri final Mungu amekukumbuka, Mungu amejibu maombi yako. Ile ninalia nikiimagine ile life yenye nimekuwa, final Mungu amenikumbuka. So huyo mwanaume aliponunulia watu soda akaniambia Metri, sasa siwezi acha pastor na mke wake hivyo, na pesa yenye nimekuwa nayo yote nimenunua soda, uko na 2K. Na nilikuwa nimesave pesa ya rent kwa nyumba, nikaenda nikachukua hiyo 2K juu si mbali na church. Nikamletea akachukua 1,000 akapatia pastor, 1,000 nyingine akapatia mke wa pastor. So ile watu wamefurahia juu hakuna mtu ati bwana ya mtu mtarajia anaweza kuja anunulie kanisa mzima soda. So ile watu wakabaki kwanza kunitia moyo. Huyo mwanaume akaonyeshana mpaka kanisani picha ya nyumba vile iko, akasema hii nyumba imejengwa na hata ni nyinyi ndio bado mtakuja muifungue hii nyumba yetu. Tukaendelea hivyo. Sasa mwanaume akaniambia sasa juu nishajuana na pastor, nafaa tuanze kupangilia vile tutakaa. Nikamwambia juu ni late, sasa kuna haja uende. Kuja tu kae kwangu alafu taraukia kesho. Mwanaume nikamkaribisha kwangu vizuri, nikapika, tukalala. Hiyo siku ndio yenye siku ya kwanza mimi kupatana na yeye. Na ni vile hivyo ndio ilikuwa mara ya kwanza, na ndio vile nilipata tena ujauzito wake. Hivyo ndio akaenda sasa. Sasa vile alienda tukaanza kupangilia, akaanza kuniambia sasa inafaa tufanye aje, tutafute pesa mambo ya sherehe tufalizane juu mimi nataka kuenda Isholo, na sitaki nikuache Kibera. Nataka nikutoe maisha ya Kibera sio mzuri. Akaendelea tu akaanza kuniambia hiyo nyumba ya juu alikuwa ananitumianga picha ya permanent house ya juu na chini. So ananiambia sasa hiyo ya juu, ya chini ilishakuwa complete. Sasa hiyo ya juu alichukulia loan kazini. So huwa mshahara wake inakatwa ikienda kwa hiyo loan. So akaniambia kuna loan yenye mimi na apply, na hiyo loan lazima uwekele pesa ndio upewe. Akanitumia mpaka documents vile ako kwa foleni ya cooperative ati anataka kuchukua loan hapo. Ananiambia na hii loan inataka 10,000. Niwekele within 24 hours hiyo pesa itakuwa imeshaingia. Sikuwa napo, nilikuwa na neema kwa sababu nilipo nikiomba mtu pesa angeza kuninyima. Kuna mama sana nilikuwa nikimfanyia kazi hapo Adams. Huyo mama akanipatia hiyo loan ya 10K. Nikamtumia. Sasa huyu mwanaume sikuwa na namba yake ya Safaricom. Nilikuwa na Airtel, nilikuwa nalipa kama bay bill. By hiyo by goods hivyo nilikuwa nalipa hivyo. Ninamtumia hiyo pesa. 24 hours inaisha, ananipigia simu ananiambia na huyo mwanaume alikuwa ananiita majina mazuri. Hata mtu angeza niambia ni muongo singeweza kusikia, maana
sikuwahi kuwa kwa relation hivyo juu ilikuwa ndio yenye ninaingia ni hivyo na naingia haraka, so sijai kuwa tuna boyfriend kalast nini, so yeye ndiye at least nilikuwa nafanya experience kwake sasa hiyo about love muda mrefu nini, so akaniambia hii imefail, kuna ingine najaribu, nitakwambia vile kunaenda. Akakwambia 10,000 yake imefail. Hiyo imefail na hiyo 10,000 imezama, but ananiambia huyo mama haiwezi pita end month. Utalipa hizo pesa. Na akaniambia hii ingine nimepata, lakini hii nataka uwekelee 7,500. Sasa nikasema ndatoa wapi 7,000 sai? Kuna demo hapa kuna kinyozi, nikamwambia nisaidie. Unajua yote nang'ang'ania nini? Mipango za harusi, chukue pesa ili tufanye mambo yetu ya harusi, tuoane tuende. Nikamwambia ndio mnisaidie na 7k within 24 hours nitakuwa nimekurudishia 7k. Hiyo msana akanipatia. Huyo msana vile alinipatia, nikaenda nikachukua 500 nikaongezea nikamtumia, ikaenda. Tulipoendelea hivyo hiyo kitu ikafeli, akakaa ikafeli tena. Akaniambia wameniambia niongojee 48 hours. Sasa inabidi niongojee siku 3. Kangojea ikaisha hivyo na akarudi akatulia. Nikimpigia simu ananiambia kuna penye yako unanibiza hafai kuongea na simu. So nikanyamaza kama miezi 2. Hapo nikajikuta niko na ujauzito. Maana juu siku kuanga rahisi na kuwa na wanaume, so sikuwa naenda mambo na family planning. Maana nikimagine kijana wangu alikuwa 7 years, msichana ndio hapo 2 years, so alikuwa anaachania range kubwa. So sikuwa na hiyo mambo ya kwenda family planning kwa sababu sikuwa na wanaume ovyo ovyo. Sasa nikajikuta niko na mimba miezi 2, nikamwandikia mzee nikamwambia mimi niko na ball. Akanambia hey, that is good. Kama uko na ball, sasa inabidi tuharakishe hii mambo haraka, sitaki uzalie mtoto wangu ghetto. Nikasema sasa huyu mwanaume mwenye mpaka ananipea hopes ataki, na akaniambia nawaambie pastor tunaenda kama tumenini wiki moja wanakuja kuombea nyumba. Nikaenda mpaka kile kitu yenye alikuwa ananiambia pastor. Akaniambia sasa jaribu njia zozote vile unaweza pata basi mtu mwenye anakupatia nini chakula. Akanipigia simu akaniambia kuna penye yako kwa hiyo chama ya sako anataka achukue hapo pesa. So akaniambia nimtumie shilingi 3,000. Hapo nilikuwa nimesave ya rent, nikamtumia hiyo 3k. Alikaa karibu 2 weeks. Ndiye akarespond akaniambia alishindwa kunipigia simu maana ile deal ilifail, mpaka anashindwa hata kuniambia. Tulipoendelea tukakaa, akaniambia boli itaendelea kwa kubwa juu sasa ona ni 2 months, ikifika 3 months itaanza kutokea na mimi sitaki ukue hapo Kibira. Kuna vile unaweza tu pata deal yoyote, duka yoyote yenye watatupatia chakula. Akakuja chache mara ya pili, tukaelewana, wakazunguka na pasta, wakafanya mikakati yote, ikaeleweka. Akaambia pasta vile anafaa aende na hana pesa na anataka kupewa transfer next month. So yeye anataka kunioa. So pasta yangu akaelewa. Juu huyo mtu kweli haungeweza jua ni mtu mkora. So pasta naye akaanza kunitia moyo akisema mete, na singeweza kuambia mtu ati kuna pesa niko nachukuanga juu ningedhalilika. Maana huyu mtu amekuwa kanisani ananunulia watu soda. Tena niambia watu mtu ananitisha pesa kipiana. So ilikuwa siri yangu mimi nikijua nafaitia mume wangu ndoa yangu. So tukaendelea hivyo, hiyo kitu ikafeli. Hizo ni pesa alinichukua karibu 20,000 zimeenda hivyo. Nikiongeza zile 2k hizo ni 22. Akaniambia niandike chini na nimtumie hizo pesa zote, atafanya hiyo rewind. Kakano hiyo mwanaume, hiyo mwezi inapokaribia, kuna duka nilikuwa nikienda kufanya usafi. Huyo mwanaume akakubalia. Akanipatia vitu, nikachukua mchele, na ananiambia unapochukua kila kitu make sure unaandika. So mimi nilikuwa ninaandika chini, naambia huyo mtu nipatie mchele 50 kg na niongezee ingine 25, hiyo ilikuwa 75, nipatie mafuta 20 liter. Yeye alikuwa ananiandikia na kulingana vile alikuwa amesikia CV ya huyo jamaa na vile alikuwa huyo jamaa kikuja chacha alikuwa anamuona Jumana ni karibu. So angeweza kuni question kitu chochote. Alafu tena pastor alikuwa ananisimamia. So alikuwa mwepesi kutoa vitu, akanipatia hizo vitu zote, ungangano. Na hizo mipango, wale praise wenzangu wamejipanga vizuri. Kuna nguo zenye walikuwa wameshonesha zenye at least watakuwa wananitia moyo kwa laini. Kanisa ikaanza mpangilio mpaka watu kanisani wakajitolea wenyewe kupika chakula hiyo siku. So ikafika siku akaniambia umefaulu, nikamwambia nishapata vitu. Akaniambia na nyama tunaweza pata aje? Pastor wangu alikuwa anajuana na mtu wa butcher. Akaenda huko akasimamia nyama ya 20,000.
huyo mtu akampatia, zikateremsha zote zikaenda church. Sasa hiyo ni wiki ya preparation ya harusi ya Saturday. Akaniambia kuna mtu anaweza kupatia gown, maana nataka hiyo kitu ikuwe decent. Kuna msana alikuwa amefanya harusi kanisani, tuko tunatoshana na yeye. Hapo nilikuwa mkondi kabisa. Msana akanipatia hiyo nguo yake nikavaa. So ilipofika hiyo Saturday, siku ya harusi, watu wamejipanga, mpaka kuna hall yenye tulikuwa tumechukua. Hiyo hall mpaka nilikopa pesa 10,000 ya kuikodesha. Watu wamekuja, na unaelewa vile harusi watu wengi ukuja kwa sababu ya kuona bwana harusi na mka harusi, na wengi wanakuja kukula. Hata hiyo tulikuwa nataka kuambia, wengi wanakuja kukula kwa harusi. Watoto ni wengi ghetto kwanza. Watu wakakuja wengi, tukakusanyika. Sasa sikuwa nimetolewa kwa nyumba, maana ni kiesheria unaongoja bwana harusi aje kuchukue. Pofika saa 4 akanipitumia mapicha, akaniambia nimjagulie nguo kwa zenye anavaa. Akamwambia vaa hiyo, akanionyesha picha za wale watu wanamleta wenzake wa kazi. So nikakuwa na ile hope, mpaka ninaonyeshwa nguo ya kuvaa, mimi ndio na choose nini. Nimekaa kwa nyumba na leaders wa church. Wananongojea bwana harusi aje anichukue. Pofika saa 4, saa 5, ananiambia anaongoja gate pass. Mimi hata sijui gate pass ni nini. Ananiambia naongoja gate pass ndio nitoke. Kidogo ananiambia saa 6 kafika, kananiambia gate pass amepata, lakini anaongoja mtu mwenye anakuja kumshikia kazi, maana ndiye alikuwa kwa duty hiyo siku. Akuja amshikie. Kangoja saa 6, ikafika saa 7, saa 8. Nikaamua leaders wakasema nichukuliwe sasa nipeleke tu, bwana akikuja apite tu mpaka church. Sasa mimi nikachukuliwa penye nilikuwa, nikaenda kanisani, kamngoja kwa hall. Kafika saa 9, mwanaume akaniambia, akapiga gari picha, akaniambia tumefika hapa mahali gari imegwama, mafuta imeisha. Nasimama, unajua mimi bado sijapata mshahara. Kila kitu yenye unafanya hiyo list usijaribu kupoteza. End month imbaki kama siku 3, mshahara inaingia then nilipe. Na kitu ilikuwa inapiga akili yangu ni ndoa. Alafu sasa niko na ball. Tena nizae kibira na maisha yangu ijashika chini. Sasa mimi ilikuwa tu niende kwa ndoa yangu. Kaambia unataka pesa ngapi? Kanaambia tuma 2K. Tuweke mafuta. Nikaita mama kanisa hapo. Nikamwambia nisaidie kwa kikapu ya sadaka 2K. Nitumanie huyu mtu amegwama mahali. Nikachukua nikapea mtu na baby lio namba ya Airtel, akaenda akaiweka ikaenda. Ikafika kitu saa 10 baada hajafika. Na hapo penye alikuwa ameniambia hapa kwa mbali sana. So ilipofika 6, watu wanalia nini, nikaoda watu wakule chakula. Wenye wanataka kuenda waende, wenye watatulia watulie. So watu wakakula chakula. Na unajua mtu akishakula chakula ni kuenda. Hizo zingine nyinyi mjipange. So watu wakaanza kula chakula, kienda. Ikafika hiyo 6. Akasema tumefika hapa turning, lakini tire imepasuka. Lakini wacha tuna fix tuone. Kuna bishi tangu hapa ameamua kusimamia hiyo hiyo gharama, wanashughulikia. Na hapo mali anasema turning ni 6. Na hapo turning mali anasema najua ni mali pa 20 minutes, hata 20 minutes ni mingi. Akichukua pikipiki ni 10 minutes ako charge. Nikamwambia basi tumchukue tu pikipiki mwache gari kama bado inatengene. Akaniambia itakuwa aibu gani na kuja na pikipiki kanisani. Wewe kuwa tu hapa. Akaambia pastor tuweza ngapenda mwenyewe anapigia pastor simu. Mpaka pastor pia anaongea mpaka na pastor. Anaambia pastor tuweza ngapi mpaka nifike utuombe. Atuweza ngapi, mke wangu leo alali Kibera, alali Nairobi, tunaenda nyumbani. Na baada hapo nina communicate mpaka na mama yake. Mama yake alikuwa ati mgonjwa, pressure imemshika kwa hospitali, sasa angeweza kukuja. So alikuwa ametuma sister yake mwingine hapo. Sister yake naye alikuwa amekuja kwa hiyo harusi. So huyo sister yake ndiye alikuwa hapo. So kidogo sister yake akaniambia mama amezidiwa, wacha nitoke ni rush niende nione mama. Bro anakuja tu sasa. Sasa sikuwa najua ni madils walikuwa nayo. Msichana akaniambia wewe ndo na madhe juu anasema ni emergency kimbia. Wewe vile alienda, ilipofika hiyo 6 watu wakaenda. Stress ikanipiga. Nikasema harusi gani sijaiona mpaka sasa hivi, bwana harusi hajaifika. Ni nini inaendelea? Sasa hapo nimekaa, kitu ikaanza kukuja sasa. Huyu mwanaume sina namba ya Safaricom. Ndafanya aje?
Pastor akaamua kutangaza, unaona namba ya bwanako inatangazwa, kila mtu apige hiyo namba. Juu watu wameanza kujiuliza maswali, kunaenda aje? Pastor alisimama kwa microphone akatangaza akisema kila mtu apige hiyo namba, mwenyewe msikie, msione labda sisi tunafanya vitu hakuna. Na kweli ilikuwa akipiga, wenye anashika anasema tumefika. Sasa watu wanasema amesema anafika. So tunakuwa bado na hiyo hope. Watu walienda, ikafika hiyo saa 1 watu wakaenda, nikabaki na leaders. Nikajiita stress. Nikasema mwanaume asipokuja sahi, hii chakula ndalipa na nini? Hizo 22,000 ndatoa wapi nilipe? Bado kuna pesa nilichukua 6,000 ya kununua manyanya, vitunguu, nini kwa mtu tu pia nilichukua. Ndatoa wapi hizo pesa nilipe? Pesa yenyewe nyama, mimi natoa wapi pesa nilipe? Sasa hapo nikasema, wakaniambia ndio kuna namba nyingine yake. Nikaanza kusema na huyu mtu sina namba yake ya Safaricom. Hapo machozi kaanza kunitoka. Wakipiga simu ashiki. Nikaanza hapo sasa ndio nikaambia mke wa pastor. Sasa amekuja, ameona stress yenye imeanza kunipata, akakuja kukaa karibu na mimi. Nikamwambia mama, unajua niko na mimba ya huyu mtu. Asipokuja sasa hivi. Akaniambia uko na mimba yake? Ngambia sikuwa nimeambiwa mtu, maana nilikuwa nataka iwe siri, nikikuja siku nyingine mnione nimekuja na mtoto. Niko na mimba yake miezi 2. Hata pastor kwa amejua? Hakuna mtu yote nilikuwa nimeambia. Ni mimi nilikuwa nakufa naye na yeye ndiye alikuwa anajua. Ilipofika saa 2 hiyo namba ikaenda off. Nikipiga mama yake off. Ya huyo sister yake off. Nguvu iliniisha. Na saa hizo kwa nguo za harusi. Nguvu iliniisha, nimevaa gauni vizuri nyeupe, nimerelax, lakini ile kutetemeka yenye natetemeka. Mpaka ikabidi sasa leaders wanishikilie, maana sasa penye imefikia mpaka nilikuwa ninakosa nguvu, machozi inatoka tu nikiimagine loans. Hizo debt mimi nitalipa aje? Hii mimba nitailea aje? Nitajua nalea mimba, nitajua nasomesha watoto, nitajua. Hapo napigiwa simu kutoka nyumbani. Mtoto wangu kijana amewekwa kwa gari. Naambiwa enda country bus, mtoto karibu anafika. Sijaambiwa kuwa mtoto wangu amewekwa kwa gari asubuhi nini. Hiyo saa 2 naenda aje mtoto country bus? Kwanza kwa hiyo situation yenye niko ndaenda aje? Huyu mtoto mwenyewe anakuja nafaa ingie grade 5. Sina pesa. Hata ingie shule gani? Hey. Sasa hapo ndo stress ikakuwa too much. Nikamwambia pastor, kimi imenipata, mtoto naambiwa anafika country bus. Haje. Nani amefanya hivyo? Wasichana wa aunti yangu. Pastor achukue tu mtu hapo, aende town alichukulie, juu singeweza. Aende tu hapo, akaenda na simu yangu, aenda achukue mtoto wangu, mtoto akakuja. Tulikaa hiyo saa 4 tuone huyu mtu atajileta, hakufika. Mtoto wako alikupata? Mtoto alinipata mpaka nimevaa nguo ya harusi. Hata hakuwa anajua ni nini inaendelea. Ilibidi nimwambie hiyo siku. Watu wakaanza, wenye unaona wanakaa vikundi wanakuongea. Sasa huko nje ikabidi tu sasa nikasimama, ikabidi nitoke sasa tu nisimame nje. Hakuna dalili yoyote. Nilikuwa nikisikianga tu watu wanaachwanga siku ya harusi, watu wanaachwa. Lakini iliponifikia ndo nilijua kumbe hiki kitu ni real. Nilikuwa nikijiita mkutano, sasa nitafanya aje hii mimba? Nikinapoongea hivi, hiyo mwanaume sijawahi msikia. Hakuwaishika tena simu? Hakuwaishika, mama yake hakuwaishika, dada yake hakuwaishika. Ndio namba wewe inaingia? Haingiangi. Niliwahi jaribu kila wakati ninaporudilia, ninatuma hata message, maybe kuna siku nimwambie tu basi anisaidie kulipa hayo madeni peke yake tu. Mimba aachane tu naye nitalea. Lakini hayo madeni nitajua ni kulipa deni, nitajua ni kulea hii mimba. Nitajua mtoto wangu yani. But stress ilinishika. Juu kitu ya kwanza una baba, una mama. Ndio utasema life imekuwa ngumu. Acha niende niachie wazazi au watoto wawili. Niende nifanye kazi. Nilipe. Wazazi wangu wote hawapo. Mama aliuliwa. Baba ndio yeye alienda. Sasa
sasa nani atanisaidia? Sina ma siblings zenye atasema acha nipelekee dadangu anilelee mtoto. Hapo ndio kila mtu alinitenga, mpaka hata ma cousins wenye nilikuwa ninajua hapa Nairobi. Hakuna mtu angeweza kunikaribia, maana mtu anaona ni kama ni mzigo. Nashukuru Mungu alinipatia pastor mwenye alikuwa karibu na mimi na mke wake. Huyo pastor hawakuniwachilia. Fika mpaka mahali unakosa hata chakula, lakini mke wa pastor anapiga simu anakuambia tuma mtoto akujie chakula. Yaani ile mpaka washapika. Huyo pastor anaitwa nani? Anaitwa John. Walinishikilia sana. Ikafika shule imefunguliwa. Huyo pastor alijishughulisha akasema tukisema mambo ya public watatuitisha vitu mingi na mtoto ameletwa tu hivyo. Niko na pesa kidogo, acha mtoto aanze maisha ya private. Hivyo ndo aliniingizia mtoto wa shule na akamlipia school fees nusu. Kaendelea hivyo nikajifungua. Hakuna simu yoyote huyo mwanaume aliaika afikiria huyu msana alikuwa na ujauzito wangu. Hebu nipige nione kama alizama, hapana. Sasa hizi tunapoongea mtoto wangu wako almost 2 years. Lakini nimeishi maisha ya kudalilika, kuchekelewa. Kwenye unapita unaambiwa huyu aliachwa kwa madhabahu. Yaani mpaka ilikuwa ninabidi ninakaa tu kwa nyumba juu sasa nitatembea wapi? Hauna rafiki sasa hapo. Rafiki wako amekugeuka kuwa ndio masengenyo, sasa wao ndio wanakusengenya. Madeni nashindo nikipita nje ya kuna madeni. Nikipita huku kuna madeni. Sasa ilikuwa inabidi mpaka siku moja nakumbuka nilikuwa karibu nishikwe kama niko na katoto ka 2 months na ule mtu wa duka, maana ya madeni zake. Lakini pastor kila wakati alikuwa anamuongelesha, anamwambia wacha tu, atakuwa akienda kazi akilipa hiyo kidogo kidogo. Huyo mwanaume madeni zote nyoma na umeli niacha na ilikuwa 140,000. 140,000 utalipa lini? Itaisha lini? Niko na mimba. Hawa watoto wanataka kukula, wanataka kusoma. Nitamaliza lini? So ilikuwa inabidi wakati nilianza kupata nafuu naenda kibarua nalipa wale wadogo kwanza. Nianze nilipe huyu wa 10, nalipa 1,000. So walikuwa wananielewa. Juu ile kulingana wale walisikia ile story yenye ilinipata. So wengi wako wanani pressure. Walikuwa wananielewa. Landlord naye Mungu akanipa landlord mzuri. Nilikaa karibu miezi 7 since nilikuwa na board. Sikuwa naweza kuenda kazi. Nilikuwa stress ilikuwa mingi hata singeweza kufanya job. Juu nilikuwa nasikia tu kila saa ninaanguka, pressure iko juu, nafanya nini? So stress ilikuwa juu. But nashukuru Mungu sikupata na depression. Kila wakati nilikuwa naambia Mungu usiniwache. Maana nikikumbuka wewe ni baba wa mayatima, msaidizi kwa wasiojiweza. Mungu mimi niko hapo. Kweli Mungu hakuniacha. Na sijawahi sikia huyo mwanaume kama ako. Nimeshinda nikimbeba kwa maisha yangu. Mwanaume amefanya nimechukia ndoa, nimechukia wanaume. Lakini the more naendelea kuona mtoto wangu anapo grow. Ulizaa mtoto kijana ama msichana? Kijana. Ninazidi kupenda mtoto. Nilikuwa namchukia akiwa kwa tumbo. Sile mama. Nilichukia huyo mtoto. Lakini saa hizi napoona akitembea, akikimbia, akiniita mama, nampenda zaidi. Ilibidi nisamee huyo mwanaume. Nilimtoa kwa moyo wangu. Maana nilikuwa nimembeba sana. Lakini alifanya nichukie uhusiano na alifanya nichukie ndoa. Maana mimi nilikuwa najua ukipata mwanaume hakuja ati kwa madhabahu. Mwanaume wa kanisa singeweza jua anaweza kufanya hivyo. Lakini huyu aliniacha kwa madhabahu. Sasa amenifanya mpaka nina lose hope, nasema sasa leo ndapata mgani kama wa madhabahu na anakuwa hivi. Sasa nani mwingine atakuwa better? Nimeona acha tu nilea watoto wangu. So kuna venye uliniambia ulianzisha kazi na ikachomeka. Kuna wale watu walikuwa wananielewa. Wengi maybe wameniona kwa media kadhaa, na watu walisimama na mimi kanipunguzia hizo madebt. Kuna wenye walijitokeza wakanifungulia biashara hapo Toi. Lakini wakati soko ilichomeka ya juzi mimi pia nilikuwa mwathirika. Si ya juzi. Hiyo tuseme 1 year ago yenye Raila alikuja mpaka akatutembelea.
mimi nilikuwa hapo pia nikawa mwadhirika, lakini singeweza kurudi. Maana kila kitu ilienda hapo juu. Sasa pesa yenye ninapata siwezi save, ninamalizia zile loans, watoto wako shule, lazima nijue vile wanasoma wote wawili. Huyu mdogo aka hapo nang'ang'ana hivyo, so singeweza kurudisha kazi. So kwa sasa unafanya nini? Unafanya shughuli gani? Sasa hizi nafua. Mtu akiniita mahali naenda napiga pasi hivyo tu. Mtu labda ananiambia kuja nishikie kazi, naenda mahali fulani naenda namshikia. Sana sana napenda mtu akiniita kazi ya kumuuzia, maana napenda sana kuuza. Napenda sana kuuza. Hiyo courage ya kuongelesha clients niko nayo, napenda. Hiyo biashara yako ya toy yenye ilichomeka, ulikuwa unauza nini? Mostly mimi napenda ladies. So nilikuwa napenda kudress ladies. Kwa nauza official trousers na blazers, wale wa office, mtumba. So unajua kwenda Gikomba kuchambua? Yes, kama si belt japo sasa una hiyo uwezo ya kukata mzigo ya belt. So nilikuwa naweza hata naenda kujagua kwa najua hii fitting ni ya ladies anataka hii. So nilikuwa najua mpaka kuogota. Yeah. So ina day ilikuwa inapata pesa ngapi hiyo nyakati haikuwa imeshika? Sasa unajua biashara ikiwa mpya inachukua muda ndio ipik. Lakini haikuwa mbaya. Jo ulikuwa napata mpaka ya kulipa school fees, naweza pata mpaka ya kulipa deni na kupunguza na kuna bado yenye watoto walikuwa wanakula. Ukijua sasa hivi unaimele vile kazi iko chini nini. So ile yenye Mungu amekupea ndio yako. Lakini ukikuwa tu na nguo nzuri nini hauwezi koza hata 2000 kwa siku ama 1500. Hiyo kazi iko chini sasa. Kweli. Aisha. I think huyo mwanaume alikuwa tu ni conman. I don't think kama alikuwa ni mwanaume wa ndoa ati alikuwa anataka ndoa. Ushaika chini ukafikiria tu wenyewe huyo alikuwa tu ni mtapeli. Huyo hakuwa ni mwanaume, alikuwa anataka mwanamke. Hiyo haikuwa kwa akili yangu, lakini wakati nimekuja kurealize baadaye alikuwa conman. Mama yake pia sikuwa na meet naye nyumbani. Tulikuwa tunaenda tuna meet na mama yake kwa barabara. Mama yake anasema anatoka kupeleka kuku kwa soko. So anasema amefika mahali fulani, hapo ndo tunapatana kwa hoteli tunakunywa chai. Inafika mahali mama yake ananiambia pressure imepanda, nimtumie 1000. Namtumia siku nyingine sister yake ananiambia amefika Nairobi amekosea, nimtumie 1500. Namtumia labda hiyo nimefanya kibarua nimesanya namtumia. Sasa hizo vitu zote nilikuwa nafanya nikijua ni mother in law na huyo ni wifi yangu. So singeweza kujua ati labda kuna maconman. Lakini wakati nilikaa nikasema hizo pesa zote huyo mwanaume nilikuwa nikimtumia hakukuwa na apply loan yoyote. Na hiyo kununua soda ni wenda alikuwa ananifunga macho ili nimtrust. Nione ni mtu mzuri. Nikuulize, unadhani si kuna ile kitu tunaita red flags ndio? Red flag, unajua red flags ndio? Unadhani ni red flags gani alikuwa anakuonyesha lakini wewe uko unaziona but baadaye ndio ukaanza kusema yenyewe ina hizo sana sana nikimagine sikuwa na namba yake ya Safaricom. Na hanga inionyesha ID yake. Hakuwa kuonyesha ID yake. Alikuwa ananiambia wao wakwangi na ID, alikuwa ananionyesha hiyo ID ya kazi lakini alikuwa ananionyesha mbali. Haya kifika ananiambia sumona ndio hii ID yangu, sisi tunanga hiyo ID nyingine hizo, tuko na hizi. So no, lakini ulishaenda kwa kambi ya jeshi? Yeah. Nilienda mpaka huko. Ukaingia ndani? Nikaingia ndani. Sana sana nilikuwa naingia na yeye. Nilikuwa naingia na yeye lakini kuna time. Kambi gani ulienda ukaingia na yeye? Ulienda kwa kambi gani ukaingia? Hiyo ya hapo Embakasi tu. Lakini sasa kuna time ilifika wakati niliendanga nikiwa na ball, nafika hapo naambiwa wajui mtu kama huyo. Wanaangalia kwa gate hiyo list hakuna. Nauliza aje na nimekuwa nikiingia na yeye hapa. So hiyo kitu ilikuwa inanifanya mpaka nasema ama alikuwa anashirikiana na watu hapo wakinikon. So unakuja kupata hizo vitu za kuniambia mama yake. Alikuwa sana sana anaambia ana communicate yake ongea na mama yake. Ile kitu yeye ameniambia nikiuliza mama yake same hiyo kitu ngenye mama yake pia ananiambia. Unaona? So huyo baadaye kukuja nikiuliza sister yake na hata haielewi. Sister yake anakuwa ako nje. Sasa ni kama yeye akuwa anaambianga sister yake hii. Na sasa sikuwa najua kama ni my sister, maana wote walikuwa wafupi tu kama yeye.
Yeah, so unajua kuna kitu moja kwa conning game inatoka kumark, ana mark mtu. Unajua kuna yule mtu anakuja na kumaka, kisha kumaka anasema ni huyu, so ndio wanaanza kuleta hiyo mchezo yao. Na huyu jamaa the way alikumaka na alikuwa anacheza, alikuwa na anya alikucheza, lakini huenda alikuwa ameshajua historia yangu. Akajua huyu mtu labda juana wazazi, ana backup. So hata nikimtumia yeye hakuna. Alafu kitu ilikuwa inafanya baadaye nikaanza kurealize, ilikuwa akinitumia picha zake bora blue tick tu amedelete. So singeweza kuwa na picha yake. Sasa hizo ni vitu nilikuwa najionea baadaye sasa after. Nasema na wanda siku haiko na picha yake tu hivyo. Ndio kutata nilikuwa nataka nikuulize, hakuna picha yake. Hata Facebook yake labda aweke hiyo picha ya wanajeshi wengi, anaanza kuposti wanyama hivyo, angeweza tu kuweka picha yake tu. Na hata kama amenitumia vitu picha yake ni hivyo. Na ilikuwa tukipatana na yeye hatuwezi kama more than 1 hour. Hivyo tumeonana nini anakuambia ndio fair hivyo, nimerudi kwa nyumba. So nyinyi wasichana ni watu wanapenda kuambiwa kitu wasikie. Now I think yeye ile alikumark na kukutumia hizo maneno, hapo ndio alikuwa anakudisarm. So I think alikumark tu akasema wewe ni mtu mwenye uko naive na akakutumia. Now nini maneno yanafanyika Nairobi watu wako busy, wako business. Naogopa. Na it's a bad thing. Now, I want to ask you, our viewers wamesikia story yako, umesema kuna Wakenya walikama kukusaidia. So nataka kuuliza, ulimaliza kulipa zile madeni? Hiyo deni kubwa kabisa. Hiyo deni nilimaliza. Mungu alitumia watu. Na ukweli walisimama na mimi. So nizo tudeni tudogo zenye singeweza kutaka kusabua ndani nini. Lakini kuna mmoja alitokeza akanilipia hiyo rent yote na akaniongezea miezi 3 juu. Ndiye nilikuwa hapo ninaendelea. Kuna mwingine alitokeza akanilipia hiyo term 2 zenye watoto walikuwa nyuma huko. So huko nyuma hizo deni sikuwa nazo. Sana ngangana na hiyo ya deni ya nyama. Hiyo deni za 20,000 hizo nilichukua, lakini zile kubwa main Mungu alikam true. So naona Wakenya wako vizuri. I really appreciate. And then kitu yenye ilifanya labda mtu anaweza sema labda niko hapo labda nilikuwa nataka pesa nini, si hivyo. Kitu ilifanya hata nitoe story yangu. Wengi wao wamefanywa vitu kama hizi na hawashei. Inasababishia mtu anaenda anajiua, mtu anaamua kujinyonga, wengine wanauliwa. Lakini mimi ilifika mahali nikaambia Mungu, kama kweli mimi uliniepusha kwa hili janga na nikawa mzima, nitatumia ushuhuda wangu kuelimisha wasichana na pia kupea wengine hopes. Juu nakuja kupata since ni share story yangu, wengi wananipigia simu na wananiambia hata wao waliaikoniwa ma 2 million. Kuna mwingine aliniambia alijenga mpaka permanent house lakini mwanaume alimruka baadaye. Mwingine ananiambia pia alinunua gari na mwanaume akatoroka nayo. Lakini wengine wananiambia pia jitie moyo, angalia watoto wako. Na mimi nashukuru Mungu maana yeye kutoa story yangu imenifanya hayo mawaida na pewa yananiponya zaidi. Na wale wengine wananiambia najiona kwa kumbe si mimi peke yangu nimekuwa nikipitia hili. So inakuja inanipa tumaini zaidi ya kuendelea kuishi. Kama sana single mothers, I really appreciate you guys. Maana sana single mothers wamesimama na mimi. Cause wako kwa kiatu ambayo pia mimi niko. Na imagine size I'm age of 31 years. Na niko na watoto 3 kitambo. Na ninashukuru Mungu maana amenipa nguvu ya kuwalea. Na ninawalea na moyo wangu wote. Saizi kweli akili yangu acha ni focus kulea watoto. Na wanaume nataka tu niwaambie kitu. Kama haujapenda msichana wa mtu, usiende sana hadi ifikie kiwango ya wewe kumuumiza zaidi. Muondoke mapema. Hasa hao single mothers. Mwanamke anaweza kuwa desperate kwa sababu ya hali ngumu, yeye ndio baba, yeye ndio mama. Aingie box na maneno yako. Kumbe ni mtego umemwekea. Achana kama hautaweza hayo majukumu.
Wacheni tu single mothers wale watoto wao mpaka wakati wa Mungu ukifika. Maana una imagine hichi ambacho chenye unafanyia mtoto wa mtu, wewe pia ni mzazi, siku moja utakujaza. Alafu uenda pia ni dada yako anapitia mambo kama hii. Wewe kama ndugu yake haungeweza kuruhusu afanywe kitu kama hii. Kama haujapenda mwanadada, achana na yeye. Alafu wasichana wangu pia ningependa niwaambie nyema sisters wangu, most single mothers na hao wenye mko shule, wanaume siku hizi wanajitokeza kwenye mitandao wakisema wako na true love nini. Usiwa trust, si wote wako na upendo wa kweli. Wengi wako hapo kukuumiza, wengi wako hapo kukutumia. So kuwa makini na wewe focus. Pesa yako ni mzuri sana. Sasa hizi mimi natamani nikuwe na pesa zangu my own. Yenye nitalea watoto wangu, yenye nifanye nini. Ninajua ninapokuwa na pesa mzuri, unapokuwa na pesa, unapokuwa na maisha mazuri, Mungu pia anakupa mwanaume wa kweli na anakupa mwanaume wa ligi yako. So mjitunze na mjiheshimu na msipende mambo za online. Wengi ni wakora. Nawapenda sana single mothers. Very well said. I like the fact that vile tumeongea nyuma ya kamera umeichukua positively. Na nimekuambia kitu moja, ndoa, wewe kuolewa sio mlango ya kuingia kwa ufalme wa Mungu. Sawa? Marriage is not the gateway to heaven. Sawa? Just take your time, raise your kids the right way, provide for them. Wamekuona vitu zote umepitia, so umekuwa na wewe sana. Siku moja, unajua wanasemaga si lazima ukuwe na marafiki milioni moja. Inafaa ukuwe na rafiki mmoja wenye saa zile wale milioni moja wamekugeuka wakutaki. Uko na mmoja mwenye amekuaminia. Pastor wako alikuaminia at that moment in time. Unaelewa? Sawa. Na kila kitu kitakuwa sawa. Usiwahi feel vibaya, usiwahi lia, usiwahi taka ati achana nayo. Sawa? Uko na wanaume wawili, si ndio? Na sasa hizo unawafundisha, si ndio? Kabisa. How watasimamisha jina yako, how watakuangalilia mali wewe mwenyewe. You see that moment, like they'll buy a land for you. Amen. And build your house. Amen. And they will protect your name. Amen. Sawa? So hao wanaume unataka kutafuta huko already uko nao wawili hapo unaangalia. Sawa? Hao ndio wako. And don't give up. God's time is always the best, right? Sasa nataka kuuliza swali. Sasa kuuliza swali. But right now uliniambia business uliweka ilichomeka. Si ndio? Yes. Taidizi gani unaweza omba? Mimi watu walisimama na mimi, walinilipia madeni, wakanifungulia biashara. Na biashara yangu ikakuja ikachomeka hapo Toi. Nikawa ndani, mmoja wao ni mwathirika. So singeweza kurudi. Saizi kazi yenye ninafanya, ninafulia tu watu. Ikienda napiga pasi. Na hivyo vile unaelewa hiyo pesa ni kidogo, maana kuna school fees, kuna kulipa rent na kuna nini. Chenye mimi ningeomba tu munifungulie hiyo biashara yangu irudi. Nirudisheni tu hiyo biashara, inaweza nisaidia. Maana stock kila kitu ilienda hapo. At least ningeweza pata tu mtu hata wa kunipea hata bell. At least nitaanzia hapo na nitashukuru Mungu na Mungu ataendelea kuwabariki. Ulisema ni bell ya Trouser officials ama blazers ama tops, kwa hizo bora ni ladies na ni officials. Okay. Napenda kuaddress ladies. Mtoto wako mkubwa anatishanaje? Ako 14 years. Kijana. So ako grade 8 sai. Grade 8. Yeah. Na wapili? Wapili ni msichana, ako grade 2. Ako 7 years. Na huyo wa mwisho? Ako 2 years. Ako 2 years. Very nice. Alafu kuna kitu poa tena pia, kuna hiyo gap iko fiti. Hiyo ndio, na sasa mtu anaweza sema labda nilikuwa desperate kuingia kwa uhusiano nini. Si kukua hivyo. Nilikuwa naona is like this is the real. Sasa mpaka ninaingia na kumbe haikuwa hivyo. Kumbe haikuwa hivyo, si ndio? Wewe mse kama anaweza kuwa na kuona saa hii, unaweza mwambia nini kama anaweza kuwa umeona hii episode?
Ndio maana hata yeye pia nimemwambia akiwa kwa wanaume wengine, wacha nikwambia, nilishakusamea, nilikusamea, nilikuwa nimekubeba sana, maana mengi ambayo ulinifanyia sikutarajia mtu kama wewe unaweza nifanyia, lakini nakushukuru pia ulinipa mtoto ambaye ni very handsome. Nikimwangalia yeye ninaona ni gift from the God, maana kupitia huyo mtoto watu walisimama na mimi, nikalipa hiyo madeni ambayo uliniacha nayo. So sikuwa una feel aje nini, wewe chapa life yako kawaida, nilishakusamea, maana watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Sina gap na wewe, nilishakuachilia. Move on, usiseme uliaikosea mtu mahali amekubeba, nimekuachilia. Lakini ni tabia mbaya. Lakini pia usifanyie mtoto wa mtu mwingine ama usifanyie msichana mwingine hivyo. Mwacha mimi niwe wa mwisho, ama kama ni wa kwanza ni wa kwanza na wa mwisho. Chukua wewe pia, ni mimi ni sister yako, nimefanyiwa hivyo, haunge feel poa. So usiumize mtoto wa mtu mahali tena. Kweli. Now, ndoto yako inakuwa gani? Ni ndoto gani ukitimiza utasema like sasa niko sawa? Mimi ndoto yangu tu saizi. Ndoto yako si saizi? Yaani ndoto yangu nataka nione watoto wangu wakiwa wamegrow, wako na makazi zao, na mimi pia ninaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hapo naweza kuwa na freedom hata kuserve God. Maana unajua ukikuwa na life nzuri kila kitu inakuja. Hivyo tu, yani natamani tu one day nikuwe tu na maisha mazuri. Hata mimi naona tu watu wakiishi huko kwa mabalcony. Unaelewa? Hivyo tu na mimi pia natamani tu Mungu aniweke hiyo level, yani nasi ninue zaidi mpaka ni darau walio chini. Aniweke tu hiyo level ya kuona kila mtu ni same na mimi. Na nione watoto wangu wakisoma, wakipendeza. Hivyo na nikuwe natumikia Mungu. Hayo mengine Mungu ayalete baadaye. Hayo tu. Kabisa. Yeah. I like the fact that you are humble. Na the fact that bado unaweza ongea kitu poa kuhusu huyo msee, ndio inanionyesha wewe au kuwa na nia mbaya na una roho mbaya hata bado na yeye, si ndio? Yeah. Sometimes we learn. Msee aliniambiaga kila kitu kifanyike kwa maisha yako usiwahi give up, usiwahi ni kwa nini. Juu kuna sababu. Everything that happens there is a reason, si ndio? Kabisa. Kuna reason why hata huyu msee alikam. Juu ya nini? Mtoto wako mdogo anitone? Anaitwa Ethan. There was a reason why God alikuwa anataka Ethan azaliwe kwa hii dunia. There is a reason why God alikuwa anataka Ethan azaliwe kwa hii dunia. Unanielewa? Yes. Na huyo Ethan kuna siku ndiye anaweza kuwa mwangaza yako. Amen. Unanielewa? So angaliaga vitu hivyo. Usiangalie vitu on the negative. Find the negative, yes, but okay, Mungu anajua ni kwa nini. Don't give up. And I'm happy you've not given up. But you are telling me that you've given up on loving people. Yeah, but I'm telling you, yes, be cautious. Yani, usiona mtu akikwambia kuja, usitoke tu mbio, unafunga mlango unibia, kuja. Watoto wangu tawacha wapi? Azin kuwa cautious. Don't be like you're just ready. No, be cautious. Naona kuwa tu, usikuwe like mimi saidi mtu kuja kunipenda nitakata. Hapana, hiyo ilikuwa ni huyo mtu. Sisi sema saizi mademu wote ni wabaya, juu demu mmoja alini heartbreak. Kama alikuwa ni Vanessa alini heartbreak, Meti ako na nia mzuri na mimi. Mbona sasa ni dharau nifanye Meti vibaya juu Vanessa alini, sijui unanielewa? Yes. Kevo aliku heartbreak. It does not mean that Manu atakuwa heartbreak. Maybe Manu ako tofauti, unacheki? Yes. People, kila mtu ni tofauti, unacheki? But right now your first priority ni watoi, si ndio? Sana. So huyu mtoto Ethan kwanza kuna jina fiti sana.
Ethan atakuja, atakuwa mtoto mfiti sana na atakuzibia vitu mob. Unajua watoto wavulana wanaenda pande ya madhi, si ndio? Wasichana na wanapenda pande ya fadhi. Watu vijana wanataka, mimi nataka nikiwa mkubwa niweke madhi fiti. Naelewa? So mimi nimeshukuru sana. Namba yako ya simu hebu kwanza kabla tusahau. Namba yangu ya simu ni 0797953116. 0797953116. Jina ya ID vile iko kwa ID? Ni Metrin Nanjala Macheso. Metrin. Yes. METRIN, ndio? NE. NE. Inaisha na E. Metrin. Metrin Nanjala. Nimeshukuru sana Metrin, sawa? Nashukuru sana na zidi tu ku maintain. Na najua to our viewers, Edmark family, we have your girl here, and sometimes we meet people, we think we love them, but they don't love us. Metrin alipatikana na mtu mwenye alikuwa anataka tu kumtumia na kamkona. So through that story, kuna walsal kamsaidia, but right now she's here again seeking help. Why? Because ile biashara kwa mewekewa apparently ineli kachomeka. Ilichomeka Toy Market. So I think that's it's a public knowledge. Kila mtu anajua Toy Market ilichomeka. So she's here again. And the only thing that she's asking is if we can. Kama uko na bail. Ulisema bail ya? The officials. The official tops, ama blazer, ama longi. Yeah. Trousers. Ya wasichana. Yes, ladies. Amesema tu wewe mnunulie tu hiyo bail, umsaidie na atajua mali anaanzia. She's a single mother of three amazing children. Tunaweza msaidia as Edmark family. The namba yake iko hapo chini, tumsaidie, tusimame na yeye. Till next time, asante Meti. Amen. Nimeshukuru sana. Shukuru pia. Na Mungu atazidi kubariki. Amen. Na ulee watoto vizuri, sawa? Amen. Hao ndio viongozi wa kesho. Amen. Si ndio? Amen. Na mbele iko sawa. Asante.